Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na uhusiano wa Marekani na Tanzania unapaswa kutazama upya, kamati ya Seneti ya Marekani yasema. Human Rights Watch yashutumu Tanzania kwa ukiukwaji wa haki za binadamu baada ya uchaguzi mkuu. Kanali Mamadi Domboya atangaza kugombea urais Guinea licha ya ahadi ya kutowania. Na Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania afanya uteuzi wa mwanasheria mkuu wa serikali mpya. Naam, na tumai ubuheri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch limeitaka serikali ya Tanzania kuheshimu na kulinda haki za msingi za wananchi, ikiwemo uhuru wa kujieleza, kukusanyika kwa amani na kuungana kama inavyotakiwa na sheria za kimataifa za haki za binadamu na katiba ya nchi. Akihutubia Watanzania punde tu baada ya kula kiapo cha uongozi wa taifa hilo muhula wa pili, Rais Samia Suluhu aliwataka Watanzania kuendelea na umoja, upendo, amani na kuheshimu sheria za nchi. Katika ripoti yake mpya, HRW imesisitiza kuwa vyombo vya usalama vilipaswa kutumia njia zisizo za vurugu, kutumia nguvu tu pale inapokuwa haiwezekani, kuepuka kwa lengo la kulinda maisha wakati wa maandamano. Ripoti hiyo imebainisha kuwa matumizi mabaya au kutumia nguvu kupita kiasi kwa vikosi vya usalama huchukuliwa kama makosa ya jinai chini ya sheria za taifa. Rais Samia Suluhu Hassan pia ametoa onyo kwa wote wanaofanya vurugu. Wakati huo HRW pia imekosoa hatua ya serikali kuzima au kudhibiti huduma za interneti kabla ya baada ya uchaguzi, ikisema zinakiuka ibara ya 9 ya mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu unaolinda haki ya kupata taarifa na uhuru wa maoni. Kamati ya uhusiano wa masuala ya kigeni ya bunge la Seneti la Marekani imeeleza wasiwasi kuhusu hali ya kisiasa ya usalama nchini Tanzania. Kupitia mtandao wa X, kamati hiyo imesema chama tawala cha Tanzania kimeweka hatarini usalama wa wananchi wake na watalii. Seneta wa Marekani Jen Shen ametoa wito wa uhusiano wa Marekani na Tanzania kutazamwa upya. Haya yanajiri siku moja tu baada ya ubalozi wa Marekani kuongeza kiwango cha tahadhari kwa usafiri kuelekea Tanzania kutoka kiwango cha 2 hadi kiwango cha 3, inayomaanisha kuwa inashauriwa na kuepuka safari zisizo za lazima kwenda nchini humo. Kwa upande wa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, taifa lake halitakubali maagizo yaliyotolewa na waangalizi katika uchaguzi uliokamilika, na badala yake akasema kuwa taifa lake litazingatia ushauri wao.
Akiwashukuru punde tu baada ya kuapishwa, kiongozi huyo ameweka wazi kuwa sio kila jambo waliotaka linaweza kutekelezwa, ila Tanzania yenyewe ndiyo yenye uwezo wa kuamua nini cha kufanya, na kunukuu maneno ya rais wa awamu ya 3 wa Tanzania hayati Benjamin Mkapa wakati akiapishwa kuwa rais mwaka 2000. Kanali Mamadi Doumbouya aliyenyakua madaraka Guinea kupitia mapinduzi ya kijeshi miaka 4 iliyopita atashiriki katika uchaguzi wa urais, licha ya kuahidi hapo awali kuwa hatawania urais na atarejesha utawala wa kiraia. Kanali Doumbouya aliwasili katika mahakama ya juu hapo jana Jumatatu akiwa ameandamana na wanajeshi kuwasilisha rasmi azma yake ya kugombea urais. Vyama viwili vikuu vya upinzani vimepigwa marufuku kushiriki katika uchaguzi huo unatarajiwa mwezi ujao Desemba. Wageni walishangazwa na tangazo kuwa wagombea urais watahitajika kulipa ada ya dola 100,000 kushiriki katika uchaguzi huo. Mnamo Septemba mwaka 2021, mapinduzi ya kushtukiza ya kijeshi yalifanyika nchini Guinea na kumaliza hatamu yenye utata ya Rais Alpha Conde chini ya mwaka mmoja baada ya kushinda muhula wa 3 uliogubikwa na maandamano mabaya na ukandamizaji mkali dhidi ya upinzani katika taifa hilo la magharibi mwa Afrika. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan katika siku yake ya kuanza rasmi muhula wake wa pili wa uongozi baada ya kula kiapo cha uongozi Tanzania, amemteua Bwana Hamza Said Johari kuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kupitia mitandao ya kijamii na msemaji wa serikali Bwana Gerson Msigwa, imeelezwa kuwa Hamza Said Johari ataapishwa siku ya kesho Jumatano tarehe 5 Novemba hii mida ya saa 4 asubuhi katika viwanja vya Ikulu ya Chamwino, jiji kuu la Tanzania Dodoma. Ikulu ya rais ya Marekani White House imesema itatumia fedha kutoka kwa mfuko wa dharura kutoa misaada ya chakula kwa zaidi ya Marekani milioni 40 ambao hutegemea malipo kwa ajili ya chakula kutoka kwa serikali kuu. Hata hivyo, serikali imesema watapokea tu nusu ya fedha za kukidhia mahitaji yao ya chakula. Mpango huo wa kufadhili familia zisizojiweza kupata chakula, ujulikanao kama SNAP, huigharimu serikali takribani dola bilioni 8 kila mwezi. Hayo yanajiri huku mkwamo wa matumizi ya serikali kuu ukiingia mwezi wa pili kukiwa hakuna dalili za kuwepo mwafaka. Majaji wawili walitoa uamuzi kuwa utawala wa Rais Donald Trump hauruhusiwi kusitisha malipo kwa familia zinazohitaji msaada wa chakula. Wakili wa zamani katika jeshi la Israel amekamatwa huku mzozo wa kisiasa ukizidi kufuatia kuvuja kwa video inayodaiwa kuonyesha unyanyasaji mkali wa mfungwa wa Kipalestina na wanajeshi wa Israel. Meja Jenerali Yifat Toma Yerushalmi alijiuzulu kama wakili mkuu wa kijeshi wa jeshi la ulinzi la Israel IDF wiki iliyopita, akisema kwamba alichukua jukumu kamili la uvujaji huo. Siku ya Jumapili, tukio hilo lilichukua mkondo wa kutamausha zaidi iliporipotiwa kutoweka, huku polisi wakiweka msako wa saa moja kumtafuta kwenye ufuo wa bahari kaskazini mwa Tel Aviv. Baadaye alipatikana akiwa hai na mzima. Polisi walisema kwamba lakini aliwekwa chini ya ulinzi. Hisia mseto kutokana na video iliyovuja zinazoongezeka kila siku. Itangaza mnamo Agosti mwaka 2024 kwenye kituo cha habari cha Israel picha zinazoonyesha askari wa akiba katika kituo cha kijeshi cha SD Teiman kusini mwa Israel wakimchukua mfungwa kisha kuzunguka kwa ngao ya kutuliza ghasia ili kuzuia kuonekana, huku akidai kupigwa na kudungwa na kitu chenye ncha kali kwenye rektamu. Mfungwa huyo alitibiwa majeraha mabaya. Askari 5 wa akiba walishtakiwa kwa unyanyasaji wa hali ya juu na kusababisha madhara makubwa ya mwili kwa mfungwa huyo. Hata hivyo, wamekana mashtaka
na hawajatajwa majina. Siku ya Jumapili, 4 kati yao askari wa akiba walivalia vazi jeusi kuficha nyuso zao walipokuwa kwenye mkutano wa wanahabari nje ya mahakama ya juu mjini Jerusalem, pamoja na mawakili wao waliotaka kesi yao itupiliwe mbali. Unaendelea kupokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Sasa hivi basi ni moja kwa moja tunaelekea kupokea awamu ya pili ya matangazo yetu ambayo yanaguzia masuala ya ripoti za waandishi, uchambuzi, vile makala ambaye anakualika anaitwa Kantona Joseph kwenye makala haya, ripoti, uchambuzi, makala vile na burudani, ambapo najiunga na shirika la DW katika matangazo haya ya awamu yetu ya pili, Afrika leo mchana, habari za dunia. Israeli imeikabidhi miili 45 ya Palestina siku moja baada ya wanamgambo wa Hamas kurejesha miili ya mateka watatu wa Israeli kutoka ukanda wa Gaza. Kubadilishana miili ya mateka na wafungwa kati ya Israeli na Hamas kuna ashiria hatua nyingine chini ya makubaliano yaliyoratibiwa na Marekani kwa lengo la kumaliza mzozo. Angela Mdungu na taarifa hiyo. Kwa miili hiyo katika hospitali ya Nasser. Kubadilishana miili ya mateka na wafungwa kati ya Israel na Hamas kuna ashiria hatua nyingine chini ya makubaliano yaliyoratibiwa na Marekani kwa lengo la kumaliza mzozo mbaya zaidi kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas. Tangu usitishaji vita ulipoanza kutekelezwa, wanamgambo wa Hamas wameshakabidhi miili ya mateka 20 kwa Palestina, wakati miili ya mateka wengine 8 ikiwa bado iko Gaza. Israel imekuwa ikikabidhi Palestina miili 15 kwa kila mwili mmoja wa mateka wake inayokabidhiwa. Kufikia sasa miili ya Wapalestina 270 imesharejeshwa nyumbani tangu makubaliano ya kusitisha vita yalipoanza kutekelezwa. Katika hatua nyingine, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres mapema Jumanne ametoa onyo dhidi ya ukiukwaji wa makubaliano ya kusimamisha vita katika ukanda wa Gaza. Ameyasema hayo mbele ya waandishi wa habari pembezoni mwa mkutano wa pili wa maendeleo ya jamii unaofanyika Doha nchini Qatar. Nina wasiwasi mkubwa kuhusu mwendelezo wa ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha vita Gaza. Ni lazima ukiukwaji huu ukome na pande zote husika zinapaswa kuzingatia maamuzi ya awamu ya kwanza ya makubaliano ya amani. Guterres ametoa msimamo huo wakati kundi la mataifa ya Kiislamu yenye ushawishi nalo limezitolea wito Israel na Hamas kuzingatia makubaliano ya kusitisha vita na umuhimu wa kuchukua hatua zaidi ili kupata suluhisho la muda mrefu la mzozo huo. Mawaziri wa mambo ya kigeni wa mataifa hayo 7 ambayo ni Qatar, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Jordan, Pakistan, Indonesia pamoja na Uturuki ambayo ni mwenyeji wa mkutano huo uliofanyika jana Jumatatu wamesisitiza kuwa njia pekee ya kupata amani ya kudumu ni suluhisho la nchi mbili za Palestina na Israel. Majadiliano kati ya wanadiplomasia hao yalijikita katika kuimarisha makubaliano ya kusitisha vita kati ya Israel na kundi la Hamas yaliyofikiwa Oktoba 10 pamoja na awamu ya pili ya mpango wa amani wa Rais Donald Trump katika mzozo huo. Asante sana Angela Mdungu kwa taarifa hiyo ya habari, ambapo Urusi na Ukraine zimeendelea kushambuliana kwa droni na silaha nyingine kwenye maeneo mbalimbali. Urusi imeshambulia miundombinu ya nishati ya bandari kusini mwa Ukraine katika mji wa Odessa usiku wa kuamkia leo. Ukraine nayo ikishambulia kiwanda kimoja ndani ya Urusi. Saumu Mwasimba na taarifa.
ambaye amesema pamoja na juhudi kubwa za kikosi cha jeshi la wanaanga kilicholenga maeneo mengi ya adui, mashambulio ya Urusi yalilenga miundombinu ya nishati na bandari. Moto uliowaka kufuatia mashambulio hayo ya droni za Urusi ulizimwa mara moja na hakuna vifo vilivyoripotiwa. Wanajeshi wa Ukraine walishambulia kwa droni upande wa Urusi na kuharibu kiwanda cha shughuli za kutengeneza bidhaa zinazotokana na petroli na gesi katika mji wa Stali-Tamak na kusababisha kusitishwa kwa muda kwa shughuli za kiwanda hicho. Hata hivyo hakuna aliyejeruhiwa. Rais Volodymyr Zelensky amezungumzia mapambano yanayoendelea yanayofanywa na nchi yake ndani ya Urusi, akisema Moscow inashindwa na hasa katika mji wa Pokrovsk. Katika mji wa Pokrovsk adui hajapata mafanikio yoyote katika kipindi cha siku za hivi karibuni. Asilimia karibu 26 mpaka 30 ya hatua zote za kijeshi zinafanyika Pokrovsk. Na kuhusu matumizi ya mabomu ya kutumia mfumo wa kujiripua yenyewe, asilimia 50 yalielekezwa Pokrovsk. Na katika mji huo kuna mamia ya wanajeshi wa Urusi, inakadiriwa ni kati ya 260 na 300. Kiev imeongeza mashambulizi kwa kutumia droni zinazokwenda masafa marefu na makombora ndani ya Urusi, ikilenga viwanda vya kusafisha mafuta, maghala na vituo vya shughuli za usafirishaji ambavyo inasema vinatumiwa na Kremlin kuimarisha uwezo wake wa kijeshi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi, hata hivyo, katika ripoti yake ya kila siku kuhusu hali ya mapambano, imesema mifumo ya ulinzi ya nchi hiyo imeharibu droni 83 zilizoelekezwa kwenye maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Wakati mashambulizi yakiongezeka kuelekea pande zote mbili mjini Brussels, viongozi wa Umoja wa Ulaya wameitaka Ukraine kuharakisha mageuzi ikiwa nchi hiyo inataka kufikia lengo ililojiwekea la kukamilisha mchakato wa kukubaliwa kujiunga na Umoja wa Ulaya kufikia mwishoni mwa mwaka 2028. Rasimu kuhusu mpango wa kuutanua umoja huo wa Ulaya imeonekana na shirika la habari la Kijerumani DPA na ambayo imepangiwa kuwasilishwa hii leo siku ya Jumanne. Haya, asante sana hapo Saumu Mwasimba kwa taarifa hiyo kutokea kule maeneo ya Ukraine na Urusi, ambapo tazidi kufuatilia hilo na kuona kwamba ni kipi ambacho kinajitokeza kule ambacho ni cha nafuu, kwa sababu imekuwa ni mvurutano katika uwanja wa mapambano. Nazidi kupokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Fortune Africa. Nashirikiana na shirika la DW katika ripoti za waandishi. Nchini Tanzania hali imeanza kurejea kawaida, huku huduma zilizosimama kwa karibu juma nzima ikiwemo interneti zikianza kupatikana. Serikali ya Tanzania imewaonya watu kutosambaza picha za video ambazo huenda zikasababisha hofu. Baadhi ya maeneo inaarifiwa hali bado imezorota, ambapo wakazi wakijawa na hofu. George Jogopa na taarifa hiyo kutokea Dar es Salaam. Maisha yao ya kawaida, huduma kama internet, usafiri binafsi na ule wa umma, biashara ndogo ndogo zinarejea taratibu katika maeneo mengi nchi, hasa yale yaliyoshuhudia vurugu na maandamano wakati wa uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 na kisha kufuatiwa na hali ya sintofahamu. Lakini hata hivyo, upatikanaji baadhi ya huduma hizo bado si wa kuridhisha, ikiwemo internet iliyorejeshwa jana jioni, lakini kuanzia leo asubuhi mitandao mingi iko katika kiwango cha chini. Utumaji na upakwaji video pamoja na picha mnato uko katika kasi ya chini, huku baadhi ya watumaji wake wakikata tamaa kutokana na kushindwa kufanya biashara zao zinazotegemea mtandao ambao ulikatwa tangu Jumatano mchana. Mkazi huyo ni miongoni mwa wengi walionyesha furaha kubwa baada ya huduma ya internet kuanza kurejeshwa jana jioni, lakini wakati huu anaonyesha masikitiko yake kutokana na huduma hiyo kuzorota tena. Hata wenyewe ukienda sokoni wamefungua wawili watatu, sio wote waliofungua. Bado watu wana ile na hofu, bado imejaa kwenye mioyo yao hofu. Na vile vile swala lingine, kuna watu wanasema vitu vimefunguliwa, kwa mfano internet inakuja na kuondoka, inakuja na kuondoka. Watu wengi wanataraji kwamba labda walifungua jana ingetulia moja kwa moja, lakini internet in short haijatulia, inakaa baada ya muda inakata, inakaa baada ya muda inakata. Kwa hiyo yani kwa ufupi mambo bado hayajakuwa yako shwari. Ingawa mamlaka zimefungua milango kwa kuruhusu shughuli zote kurejea katika hali ya kawaida, hata hivyo huko mitaani bado kuna shughuli hali ya wasiwasi na maduka mengi ikiwemo yale yanauza chakula yakiendelea kufungwa. Shughuli zangu mimi ni kinyozi, saruni, maana sisi walalahoi ni ambao ni amka ule, ukiamka na unapata kidogo riziki. Sasa tumeshinda ndani wiki nzima
tulichokipitia tumekiona. Hizi siku za nyuma, hizi siku ngapi zilikuwa mbaya sana. Maana ulikuwa ukikatiza unaweza ukala risasi. Sisi ambao tunatembea na vyombo vya pikipiki ndo kidogo ndo walikuwa wanaona kama pikipiki zinaweza labda zikawa ndo shida, lakini tatizo la ukosefu wa mafuta lililokuwa likijitokeza katika vituo vingi sasa linaarifiwa kuanza kupungua. Kumekuwa na ripoti ya vifo vingi na kwamba hadi wakati mamlaka haijataja idadi jumla, lakini mashirika kiraia pamoja na wachunguzi wa mambo wanasema idadi ya watu waliopoteza maisha imepindukia ile iliripotiwa katika vurumai za wakati wa uchaguzi tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi nchini Tanzania mnamo mwaka 1992. Wiki iliyopita chama cha upinzani Chadema kilisema watu wasipungua 700 waliouawa katika siku 3 za baada ya uchaguzi, taarifa ambazo zilikanushwa vikali na serikali ya Tanzania. Ama Rais Samia kesho Jumatano anatarajia kumwapisha mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Juat aliyemteua kuendelea na nafasi yake. Taarifa ya Ikulu imesema mtendaji huyo ataapishwa kesho huko Chamwino, Dodoma. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW. Asante sana George Njogopa ukiwa Dar es Salaam. Nasema kwamba amka ule, usipoamka huwezi ukala. Wakati hali ya maisha ikianza kurejea kidogo kidogo kwenye kawaida wake nchini Tanzania, madhara ya kile kilichokuwa kinajiri wakati wa uchaguzi wa machafuko yaliyoambatana na uchaguzi huo yameanza kujulikana kwa umma. Picha, video na sauti zenye vielelezo vya matukio ya uvunjaji wa haki za binadamu, mauaji na mashambulio zinasambaa kwa kasi. Serikali ya Tanzania imewaonya watu kutosambaza picha na video ambazo huenda zikasababisha hofu. Kwa sababu mauaji, watu walioumizwa ni wengi, japo serikali imesema sio wa Tanzania, ni vikundi vya wahalifu walioingia kutoka nje. Lakini kikubwa kabisa, Heri, tunajua kwamba haki ya kupata taarifa ni haki ya msingi sana baada ya haki ya uhai. Sasa ukiangalia haki ya kupata taarifa kwa Tanzania ni kama toka tarehe 29 imekuwa hakuna haki. Tunasikia kuhusu taarifa za mauaji yaliyotokezea, wengine wanasema zaidi ya watu 500, wengine wanasema zaidi ya watu 700, wengine zaidi ya 1000. Idadi inaongezeka kwa mujibu ambaye anazungumza jambo hili. Nyinyi watu wa haki za binadamu, je, mmeweza ndani ya kipindi hiki kukusanya taarifa na kufanya utafiti mkajua kipi kimetokezea ndani ya wiki hii moja tunaizungumza? Taasisi kama taasisi kusema ingeweza kufanya kazi na kutolea kauli, kwanza hiyo kauli tungeitolea wapi? Kwa sababu vyombo vya mawasiliano vyote vilikuwa kama vile vimesimama na vifanyi kazi. Hata sisi ofisi tulivuka kwa muda, na kwa bahati mbaya tulikuwa tunapata simu kwa watu wanaoenda hata ofisini kwenda kuomba msaada. Huyu anakuambia alikuwa ametoka, ndugu yake ametoka kufunga kibanda chake cha chips baada ya fujo kutokea, kwa sababu hakuna usafiri wa umma, anatembea kwenda nyumbani, amepigwa risasi. Kwa hiyo ni vitukio ambavyo yametokea ambapo huenda yameathiri zaidi hata wale watu ambao walikuwa hawahusiki na maandamano au na fujo zilikuwa zinafanyika, ni raia wema walikuwa wanatembea. Kwa hiyo katika hali ya kawaida, naposema haki zimetatizwa, haki zimevunjwa nyingi tu, haki ya uhai, haki ya kupata taarifa. Na unapokuwa upati taarifa huwezi kujua hata upite njia ipi au huduma ukapate wapi. Hata kujua ni duka lipi limefunguliwa au nipite njia ipi nifike sehemu fulani imekuwa ni ngumu, maana taarifa hakuna. Kwa namna gani uvunjwaji wa haki za binadamu ambao umetokea unaweza ukasawiri sasa taswira rasmi ya Tanzania katika, kwanza, ndani ya taifa lenyewe na nje ya taifa la Afrika Mashariki? Kwanza imejenga picha ya kutokuaminiana ndani kwa ndani. Nadhani tunakoelekea sasa hivi hatutaaminiana tena kama tulikuwa tunaaminiana zamani, kwamba sasa hivi tutaanza kuonyeshiana vidole kusema labda huyu ndio yuko nyuma ya hili. Lakini ukweli unajulikana kwamba uvunjivu wa haki za binadamu uliofanyika kabla ya uchaguzi huu, kutekwa, kuumizwa kwa watu na mambo mengine kama haya, yalipelekea sana haya yaliyotokea. Kwa hiyo kwenye muonekano wa Tanzania ina nafasi ya kurejea kwenye msingi wake wa awali. Mfano, kama kweli tutaingia kwenye maridhiano ya haki ambayo ya kukiri tulikosea wapi, na tukasogea mbele tukasema turekebishe wapi, kwa sababu mifumo yetu ya uchaguzi imekuwa ikilalamikiwa, katiba yetu imekuwa inalalamikiwa. Naam, Bwana Masawe, swala la mwisho kabisa, ipi dhima ya taasisi kama yako, Kituo cha Haki za Binadamu na Sheria, katika muktadha
huu uliopo hivi sasa? Sisi tunaamini kwamba katika haki na usawa, jamii yenye haki na usawa ni jamii inayosikilizwa na ni jamii ambayo inatii, inatimiza wajibu wake. Kwa hiyo lazima usalama ulindwe na haki ziheshimiwe na wananchi watimize wajibu wake. Ndio hali ambayo inajitokeza, msikilizaji. Ni taarifa, uchambuzi, vile vile makala, ambapo awamu hii ya pili inashirikiana na idhaa ya Kiswahili ya DW, ambapo ni habari za dunia, ambapo wakati huu basi pote pale ulipo unapokea matangazo ya mbashara kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Watu 7 wameuawa katika shambulio la droni lililofanywa katika hospitali ya watoto nchini Sudan. Mtandao wa madaktari wa Sudan wanasema wanamgambo wa RSF ndio waliofanya shambulio hilo katika eneo hilo lililo karibu na mpaka wa Chad. Wiki iliyopita wanamgambo wa RSF waliripotiwa kuwaua zaidi ya wagonjwa 460 pamoja na jamaa zao katika hospitali. Jacob Safari na taarifa hiyo kwa kina. Kwa mujibu wa madaktari katika taifa hilo lililozongwa na mapigano, wanawake na watoto ni miongoni mwa waliouawa kwenye shambulizi hilo lililofanywa eneo la Kernoi, karibu kilomita 270 kutoka mji wa El Fasher katika eneo la Darfur. Mtandao wa madaktari wa Sudan wanasema wanamgambo wa RSF ndio waliofanya shambulizi hilo katika eneo hilo lililo karibu na mpaka wa Chad. Wiki iliyopita wanamgambo wa RSF waliripotiwa kuwaua zaidi ya wagonjwa 460 pamoja na jamaa zao katika hospitali moja ya kina mama wajawazito kujifungua baada ya kuteka mji wa El Fasher. Wakati huo huo, kundi la uangalizi wa njaa duniani IPC limesema kuwa maeneo mawili ya Sudan yanakabiliwa na njaa ambayo iko kwenye hatari ya kuenea katika maeneo mengine ya nchi hiyo. IPC inasema kuna njaa katika eneo la El Fasher huko magharibi mwa Darfur na katika mji wa Kadugli ulioko katika mkoa wa South Kordofan. Kulingana na shirika hilo, njaa hiyo pia inatishia maeneo mengine ambayo mapigano yamekithiri. Hayo yakiarifiwa, mahakama ya kimataifa ya jinai ICC imeonya kuwa ukatili unaofanywa huko El Fasher unaweza kuwa uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita. ICC imesema haya baada ya Umoja wa Mataifa kudai kuwa maelfu ya watu wamelikimbia eneo jirani la El Fasher ambalo limetekwa na wanamgambo wa RSF kwa sasa. Kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu 36,000 wamekimbia miji na vijiji katika eneo la Kordofan kati ya Oktoba 26 na Ijumaa iliyopita. Kumeripotiwa ongezeko la wanamgambo wa RSF na wanajeshi wa Sudan katika miji na vijiji vilivyoko katika jimbo la North Kordofan. Wanamgambo wa RSF waliozingira mji wa El Fasher kwa miezi 18 na kukata njia zote za makumi kwa maelfu ya watu kupata chakula na bidhaa zingine muhimu. Pande hizo mbili zinalipigania eneo la El Obeid kwa sasa, ambao ndio mji mkuu wa jimbo la North Kordofan na mji muhimu wa kibiashara unayoiunganisha Darfur na Khartoum. Wanamgambo hao walianza kulishambulia jeshi la Sudan na raia mwezi Aprili mwaka 2023 kwa sababu walinyimwa nafasi ya kujumuishwa kwenye jeshi la nchi hiyo. Kutokea wakati huo, wamefanikiwa kuliteka karibu eneo zima la Darfur Magharibi na wanatuhumiwa kufanya mauaji makubwa, ubakaji na kuwafurusha watu kutoka kwenye maeneo yao kwa misingi ya kikabila. Jeshi la Sudan nalo linatuhumiwa kwa kufanya uhalifu wa kivita kama kurusha mabomu katika maeneo yanayokaliwa na raia. Umoja wa Mataifa unasema kuwa hali iliyosababishwa na vita vinavyoendelea vimeufanya mzozo huo wa Sudan kuwa mbaya zaidi duniani. Haya, nazidi kusonga mbele msikilizaji, wakati ambapo tunakuomba tupige jeki msikilizaji katika hatua ya kuweza kununua transmitter na station transmitter link. Idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa inahitaji kununua transmitter na vile vile station transmitter link ili tuweze kupeperusha matangazo yetu kupitia njia ya FM. Tunakuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yetu ya uratibu katika hatua hiyo, ambapo paybill number yetu ni 625 account number ni 012450 85217800 au till number ni 45614668 kupitia mitandao yote. Una PayPal, basi enda pale wekelea pale
mchango wako kupitia njia hiyo vile vile, ambapo enda pale kwa Google, tafuta Radio Fortune Africa, utaona kuna app pale ya Zeno, ifuatilie hadi utakapopata mahali ambapo kuna donation, bonyeza pale kile kidude, utapata maelekezo zaidi. Hapo basi ungependa kutumia njia ya World Remit, basi namba zetu za simu ziko pale +2547483627, wasiliana nasi na kurejesha kwenye studio za DW ambapo tupokee yaliyo kwenye mitandao. Na hata Bundesliga, tunatoa pole kwa familia yake, marafiki na wafanyakazi wenzake wa Clouds Media. Pumzika kwa amani Master Tindwa. Mwisho wa kunukuu. Utakumbuka kwamba Bakari Master Tindwa alipigwa risasi Oktoba 30 na jana alizikwa kule Buza jijini Dar es Salaam. Maoni ni mengi, salamu za pole ni nyingi kwa familia yake. Shamsa Juma anasema jamani, Master alikuwa mchambuzi mzuri wa michezo, mcheshi na mtu wa watu. Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi. Alafu mwingine anasema kwamba Master ni kati ya wachambuzi wazuri wa michezo waliokuwa na wakubali. Anasema inauma sana, Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi na aipe nguvu familia yake wakati huu mgumu. Nadhani sisi tuseme amina kwa kweli. Ni nje yetu sote. Kingine bado tunabakia huko nchini Tanzania, na jana kama tulivyoshuhudia, Samia Suluhu Hassan aliapishwa rasmi kuwa rais wa taifa hilo. Ataiongoza Tanzania kwa miaka mingine 5. Katika hotuba yake alisema mengi, akisisitiza umoja na amani, akisema kwamba uchaguzi umekamilika na sasa kinachofuata ni harakati za kujenga nchi. Lakini licha ya kusema hayo yote, bado kuna ukosoaji wa namna mchakato wa uchaguzi ulivyofanyika. Mtetezi wa haki za binadamu na utawala bora, mfanyabiashara huyu Mo Ibrahim, ameingia katika laini ya ukosoaji. Anasema ni jambo lisilokubalika kwa uchaguzi kufanyika bila upinzani kushiriki. Amehoji kama kweli Samia alipata 98% ya kura, ni kwa nini kama anaungwa mkono na watu wengi kama hao, basi anaogopa nini? Ni kwa nini upinzani haukushirikishwa kikamilifu katika uchaguzi huo? Amezungumza mengi na sasa watu wengi wametoa maoni katika video ambayo ilikuwa inasambaa katika mitandao ya kijamii. Amefanyiwa mahojiano na mwanahabari wa CNN Larry Madowo. Na Juliana hapa Maginga anasema nani ataishi duniani milele, damu za watu hata zikifunikwa bado zinaonekana tu. Kuna mengi yamezungumzwa, lakini naona muda wenyewe hatunao, lakini kama yapo basi nadhani tunaweza kuyazingatia kwa jioni. Tusome kwa haraka ujumbe waliotutumia wafuatiliaji wetu na wasikilizaji, nikianza na chaneli yetu ya YouTube. Anasema huyu Deutsche Welle, nimewategea sikio nikiwa Sengerema, Mwanza, Tanzania. Ni ujumbe wake Philbert Kaijage. Robinson Kachumita wa Kiergwa, Tanzania, anasema suala la maandamano yaliyotokea nchini lisipuuzwe, kwani kuna haja ya maridhiano. Faraja Anthony wa Kigoma, Tanzania, anasema wapumzike kwa amani wapendwa wetu waliopoteza maisha katika vurugu baada ya uchaguzi. Kavangala anasema hakuna uchaguzi uliofanyika Tanzania, vijana wameuawa. Kelvin Subiani anasema moyo wangu unaumia sana kwa kile ninachokiona mitandaoni. Jonathan Mcherengo wa Ilemela, Mwanza, Tanzania, anasema viongozi badala ya kutafakari wanazidi kutuumiza kwa maneno makali. Bakari. Ndio, na soma ujumbe mmoja wa Jackson Valence wa Dodoma, Tanzania, anasema mioyo ya Watanzania imejaa majeraha kutokana na kupigwa risasi kwa ndugu zetu, hata wale ambao hawakuwa katika maandamano. Msikilizaji, na komea hapo kwa sasa, tupate pumziko kidogo na kisha tutarejea kwenye mjadala wetu wa leo. Haya, mambo hivyo ndivyo alivyo msikizaji. Wakati huu basi tupokee kiziba mkonga, alafu nikirejea basi na kuelekeza kwenye meza uweze kupokea mjadala wa siku ya leo.
katika kiziba mkonga cha sasa. Usiheshimu tu nafasi, heshimu na jitihada zinazotumika kuipata nafasi. Usiheshimu tu nafasi, heshimu na jitihada zinazotumika kuipata hiyo nafasi. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.